wamewanukuu wanavyuoni wakubwa wa sasa walio hai na waliowatangulia. Hii ni kukuza ushawishi wao kwa Waislamu kutofuata msimamo wa kufuata tarehe na ibada zinazoendelea Maka nchini Saudi Arabia. Mzungumzaji kama mimi mwenye elimu finyu na nisiyetambulika popote, nisingepaswa kuzungumzia swala hilo kabisa. Lakini kwa sababu ni swala ambalo binafsi nimelifanyia upekuzi kwa muda mrefu na nimejaribu kutengeneza hoja kwenye maandishi na kuchapisha kalenda ya mfumo tofauti kwa zaidi ya miaka 4 kama sehemu ya utafiti wangu. Hivyo kwa unyonge na mimi nimeona niseme lolote kuhusiana na kadhia hii kwa tamaa kuwa sitokosa chochote kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uamuzi wangu huu ni kwa kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema balighu anni walau bi aya, na pia sunna ya Nabii Yusuf alaihi salam pale alipojiona ana mchango katika kuhifadhi hazina za nchi na akaomba kazi hiyo bila kificho, pamoja na kwamba hakuwa na historia ya kuwa kiongozi wa kiserikali kama ilivyo katika Qur'ani surati Yusuf aya 55. Kwa upande mwingine ni kufuata wito wa mtume wetu rehma na amani zimshukie pale aliposema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati. Hili linalotokea sasa katika jamii ya Waislamu ni kama kwamba ni munkar, ijapokuwa wengine wanaweza wakaona ni dalili za akhir zamani kwamba wenye elimu na kutegemewa kuongoza wafuasi wao kwenye kheri wanavuruga mpaka wale wasio na elimu wanaona na kupata sauti ya kusema. Zaidi ya hivyo, ieleweke kuwa elimu ni uwanja mpana sana, na kwa kila tunachokijua basi kuna mengi tusiyojua. Pia uelewa wetu wa mambo mbalimbali kwa uhakika wake basi tujue sio mwisho wa uelewa wa jambo hilo. Hili nalo ni muhimu ili wasomi wa Kiislamu wasijiamini sana kwa elimu zao wakadhani wanaweza kufanya lolote na watu wote wakafuata bila kuhoji. Maendeleo ya masuala yote ya kiteknolojia yana historia ndefu sana na bado yanabadilika kiasi kwamba waliokufa miaka si mingi nyuma kama wangerudishiwa uhai leo wangekuwa wageni mno hapa duniani walipopazoea. Kama ambavyo tulio hai leo miaka michache ijayo kama tutakuwepo, basi vile tunavyoviamini na kuvifurahia sasa tutaviona vimepitwa na wakati. Tunaweza tukaviuza kwa bei rahisi au kuvitoa bure. Hii ni baada ya uelewa wa watengenezaji kubadili hali za vitu hivyo na watumiaji kuyakubali mabadiliko hayo. Qur'ani imegusa kila kitu cha maisha yetu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa ufafanuzi wa kutosha, lakini yapo mambo mengi ambayo kila siku zikisonga mbele ndipo hueleweka vyema kile kilichokusudiwa. Ndio maana hata Imam Shafi rahimahullah alibadili baadhi ya misimamo yake baada ya kubaini kasoro kwenye rai zake zilizotangulia. Kwa ufupi, maelezo kuhusiana na mada hii pana iliyowakwamisha Waislamu karne na karne ni kuwa tatizo tunaloweza tukaliita ni mzozo wa mwezi linatokana na kasoro 3 kubwa zinazotuhusu sisi na wale waliotutangulia. Kwanza ni ufahamu wa maana kamili ya dalili kwenye vyanzo vikuu vya Uislamu, yani Qur'ani na Sunna. Pili ni kutojua siku ya Kiislamu inaanza wapi kwa uhakika na mipaka yake ni ipi. Na tatu ni jinsi mwezi unavyoandama na tarehe zinapoanzia. Nukta hizo 3 zina uhusiano wa karibu sana. Wote walioshughulikia kufafanua swala hili la mwezi na mwandamo ni wajuzi wakubwa wa lugha na wenye elimu kubwa sana. Kujua hayo ni kwamba wameweza kufafanua masuala mengine katika Uislamu kwa urefu pamoja na kuandika vitabu vikubwa vyenye mijeledi mingi hata zaidi ya 20, uandishi ambao haupo kwenye dini nyingine. Uhuru wa uchambuzi wa rai na ufafanuzi wa mambo ni utajiri mkubwa katika Uislamu ambao unapaswa kuendelezwa na kuungwa mkono daima. Tukubali kuwa wasomi wa Kiislamu wameutoa ulimwengu kutoka gizani na kuwa chachu ya maendeleo ya kila nyanja za maisha, lakini linapokuja suala la mwezi, pamoja na nia zao nzuri, mpaka sasa wameshindwa kabisa kutoa jibu la kueleweka ili mzozo huu kamalizika. Tatizo lipo kwenye upana wa elimu na uelewa wao bado haujafikia mwisho. Ukweli ni kuwa hata wale wenye msimamo wa mwandamo mmoja duniani kote na arafa moja pia hawajaweza kuonyesha kivitendo vipi hilo linawezekana. Ndio maana wako baadhi ya Waislamu
wanawashutumu kwamba wao ni wenye kufuata misimamo na ibada zinazofanyika Saudi Arabia pekee. Hii ni kutokana na uelewa wenye mapungufu wa nukta hizo tatu. Kwa muktadha wa maelezo haya mafupi, hoja zangu zitakuwa ni kama utangulizi. Watakaosoma au watakaosikiliza ndio watakaoendeleza mada hii kuwa ni ndefu kama wataona ndani yake kuna mchango wote. Tukija kwenye nukta ya mwanzo, ni kwamba ulazima wa kutumia mwandamo wa mwezi katika mipango ya kimaisha na katika ibada kwa Waislamu upo kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafungamano na mwezi yana hekima nyingi. Ibada iliyowekewa mafungamano na mwezi zaidi ni funga ya Ramadhani, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sumu liruyati waftiru liruyati, fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake. Wakati neno ruya lina maana zaidi ya kuona katika lugha ya Kiarabu, lakini maana iliyoshikiliwa zaidi na wasomi wa Kiislamu ni hii ya kuona tu. Na kuona kwenyewe nako kumeleta utata. Je, ni kuona binafsi au na wengine wakiona kutatosheleza? Uwezekano mkubwa ni kuwa madhumuni ya hadithi hii ni ulazima wa kutumia hesabu za mwezi kwenye ibada ya kufunga pamoja na ibada nyingine za Kiislamu, wala si ulazima wa kuonekana mwezi kwa macho. Na kama ni hivyo, basi sio kwa kila mtu lazima uone. Hii ni kwa vile maana ya kuona pekee ina tafsiri na utata mwingi. Na kama kuona kwa macho ndiyo maana pekee iliyokusudiwa, basi mzozo huu usingekuwepo kabisa. Uislamu daima unapelekea kwenye urahisi wa mambo kulingana na maumbile ya binadamu na wala si kwenye utata. Tukija kwenye nukta ya pili, siku ya Kiislamu kuanza wakati wa magharibi, kwa hakika hakuna ushahidi wa kutosha kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ujumla haya yamekuwa ni mazoea ya muda mrefu kwa Waislamu na hatimaye kuingia kwenye maandishi. Mazoea haya yamewasahulisha Waislamu juu ya hoja nyingine za kuanza kwa siku wakati wa alfajiri. Yawezekana kosa katika mwanzo wa siku ikawa ndio sababu kuu ya kutopatikana suluhu kwenye mzozo wa mwezi. Zipo dalili kadhaa ndani ya Qur'ani kuupa nguvu wakati wa alfajiri kama ni mwanzo wa siku ya Kiislamu. Na hili linaungwa mkono na ibada ya hija, ambayo ni dalili kubwa ya umoja katika Uislamu. Nguzo kubwa ya hija ni Arafa, na kama ilivyo kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hija ni kisimamo cha Arafa. Mkusanyiko huu wa Arafa unaanza alfajiri ya mwezi 9 mpaka alfajiri ya mwezi 10. Na yote atakayewahi kupata muda hata mfupi wa kusimama Arafa atahesabiwa hija yake imetimia. Siku hii ya Arafa itakuwa ni mfano muhimu wa siku ya Kiislamu. Yaani tunaweza tukaita ni model Islamic Day. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojiwa na mabedui na kumwarifu kuhusu mwandamo wa mwezi, aliwahoji kupata ithbati ya habari yenyewe, na hatimaye aliporidhika alimwambia Bilal radhiallahu anhu watangazie Waislamu wafunge kesho. Haikusema kwamba funga tayari imeanza muda huo. Muda wa kuanzia magharibi na harakati za kula daku, yote hayo ni matayarisho ya kuanza siku inayofuata, na ni wakati muhimu wa kupeana taarifa kuhusiana na ibada za kesho, ambapo kama ni kutambulishana habari za mwezi, muda huo utakuwa umetosheleza kila mtu kufikiwa na habari hizo kabla kesho haijaingia. Kuonekana mwezi na kuanza siku muda huo huo wa magharibi ni uharaka unaokaribisha kasoro na mizozo chungu nzima. Tukija kwenye nukta tatu, ni kwamba masuala mengi katika dunia ili kupata uthibitisho wake huhitajika taarifa na ushahidi nje ya jambo husika. Mwezi wakati huanza safari zake na kuonekana angani, lakini dalili zake huonekana duniani, ardhini, kupitia mawimbi ya bahari. Na kila siku mwezi unapoandama hutokea wimbi kubwa la bahari kwa lile eneo ambalo mwezi umeanza safari zake kwa mwezi husika. Wimbi hilo ndilo kubwa kuliko lolote katika mwezi mzima, na hujitokeza wakati wa alfajiri wa siku ya mwanzo ya safari hiyo, na hutokea eneo husika pekee. Halijirudii tena wimbi hilo mpaka mwezi ujao kwenye eneo jingine. Hii ni dalili nyingine kwa siku huanza alfajiri na si magharibi, na pia mwandamo wa mwezi ni mmoja tu kwa dunia nzima. Mwezi kama ulivyoelezwa kwenye Qur'ani una vituo katika safari zake. Vituo hivi ni kutokana na kitendo chake cha kuzunguka dunia kwa muda wa mwezi mzima.
Vituo vya mwezi vinaweza kutazamwa kwa kulinganisha na maumbile ya nyota na galaksi zilizoko angani, kama ambavyo baadhi ya tafsiri kongwe za Qur'ani zilivyofafanua. Mfano ni tafsiri ya Imam Qurtubi pale alipotafsiri aya katika surati Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Lakini pia vituo vya mwezi vinaweza kuelezwa kwa maeneo yaliyo duniani. Hata hivyo, vituo alivyovitaja Imam Qurtubi kwenye tafsiri yake kwa uelewa wa sasa inaonekana si rahisi kupitiwa na mwezi kwa kipindi cha mwezi mmoja, bali alivyovitaja ni vituo vya dunia katika kulizunguka jua kwa muda wa mwaka mzima. Huu ni mfano wa upana wa elimu na mabadiliko ambayo yanatokea kuelewesha mambo. Kwa vyovyote vile, uhakika ni kuwa safari mpya ya mwezi tunazoziita mwandamo wa mwezi hubadilika eneo kila mwezi. Kwa maana hiyo, mwezi mwandamo kila mwezi unakuwa na wenyeji wake ardhini. Maeneo hayo zaidi ni baina ya mstari wa equator na ile ya Capricorn na Cancer. Tutakapojua mwenyeji wa mwezi husika ni eneo gani, basi tutapaswa ama kuwafuata watu hao au kujilinganisha nao ili kujua tarehe zetu. Na kama kuuona mwezi ni lazima, pamoja na kwamba elimu aliyotujalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sasa inatuwezesha kukisia kwa karibu kituo cha kila mwezi, basi ikiwa ni lazima tunaweza tukapeleka wajumbe wa kila nchi eneo hilo kwenda kushuhudia mwezi, kama vile baadhi ya watu wanavyofanya kwenda kushuhudia kupatwa kwa jua na mwezi. Mashehe wengi huwa wanatoa mifano kuonesha uzito na kuchanganyikiwa kwao na ukweli kwamba baadhi ya maeneo katika dunia yanakuwa ni usiku na mengine ni mchana. Mfano huwa inatolewa mifano wa nchi za Marekani, Japani, Indonesia na kadhalika. Dunia huwa inajizungusha yenyewe kwenye mhimili wake mbele ya uso wa jua kutokea magharibi kuelekea mashariki. Hivyo kila eneo au nchi iliyo mashariki huchomozewa mwanzo na jua na kuifanya iwe mbele kuliko wale walio magharibi yake. Itakapojulikana mwenyeji wa mwezi ni akina nani, basi hakuna shekhe wala Muislamu yoyote atakayeshangazwa na kutatizika kwamba wengine wako usiku na wengine wako mchana, kwani itajulikana ni yupi ameianza siku na yupi ndiye anayefuata. Kwa hali hii, tendo lolote la kiibada litakuwa likifanyika muda tofauti tofauti, lakini ndani ya siku ile ile na kumalizika ndani ya masaa 24 ambayo ni siku moja, ambao ndio muda inaochukua dunia kukamilisha mzunguko wake mbele ya jua. Haitotokea tena kuchanganyikiwa kwa mashehe mpaka wakatoa tafsiri tofauti ya siku ya Arafa kwa kudhani inawezekana kupishana tarehe za Maka na maeneo mengine ya dunia kwa siku nzima. Unapotaka kupima kasi ya chombo cha moto ni lazima ujue pahala kilipoanzia na muda kitakachochukua kufikia kituo kingine. Kinyume na hivyo huwezi kutoa maelezo yatakayojitosheleza kuhusu mwendo wa chombo hicho. Vile vile ukitaka kujua idadi ya mizunguko hujaji aliyokamilisha kuzunguka Al-Kaaba, ni lazima ujue wapi alipoanzia na idadi ya mara alizorudia kupitia kituo hicho. Mwanzo wa siku na mwezi unapokuwa haueleweki na hauna vituo vya uhakika, basi daima mzozo wa mwezi na tarehe za Waislamu havitapata majibu. Mashehe na wasomi wa Kiislamu wataendelea kujadiliana bila faida, kwa kuwa kinachoshughulikiwa ni matawi ya tatizo na si mizizi yake. Kinyume chake, pindi jamii yote ikidhamiria kupata ufumbuzi kwa dhati na wakakubali kubadili ufahamu na kuwa tayari kuchukua rai mpya, basi ipo tamaa kubwa kwa mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ugonjwa huu utakuwa umepata dawa ya kudumu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Sheikh wangu Sheikh Amr, barakallahu fikum. Mmesikiliza clip takriban yote, na sisi tunawaambia hivi, masuala ya dini huwa yanawekwa mezani mbele ya watu wa fiqh.
fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bilbayinati wazubur, waulizeni wana kumbukumbu, wana vyuoni, ikwenye hamujui, bilbayinati, kwa mabainisho, wa zubur, na vitabu. Dini yetu Allah mtukufu amekamilisha kabla kufariki mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mtukufu anatuambia kwenye kitabu chake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekamilisha kwenu dini yenu na nimetimiza kwenu neema yangu na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Kwa hivyo hii dini imeshatimia kabla kufariki mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatizo liliopo kwa baadhi ya ndugu zetu ni kwamba wamezongwa na fikra ya kalenda ya kizungu. Kalenda hii ya kizungu ambayo imejengwa katika misingi ya kutegemea jua. Tunawaambia kwamba kalenda ya Kiislamu ni tofauti kabisa na kalenda ya kizungu. Katika kalenda ya Kiislamu hakuna ulazima kwa kwamba siku hiyo hiyo iwe ni tarehe hiyo hiyo kwa ulimwengu mzima. Hakuna ulazima huo kabisa, kwa sababu hii kalenda imejengwa juu ya msingi wa kuandama mwezi, sio kuchomoza jua. Kutokana hapo, masala ya kutofautiana miandamo hayakuanza leo wala jana wala juzi. Haya masala tokea wakati wa masahaba. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani hajategemea muandamo ulio nje ya Madina. Ukifuatilia ushahidi aliotumia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati ule ni mustahili kutoka nje ya Madina, mustahili kabisa, hakuna uwezekano. Wala haijapokewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka watu wa kuweza kujua muandamo wa Maka ulikuwa ni siku gani ambayo watasimama Arafa ndio wajifunge nayo pale Madina. Hapana, ibada zetu hizi zimefungwa kwa mujibu wa muandamo, hazijafungwa kwa mujibu wa siku. Ibada ya siku ya Arafa imefungwa kwa mujibu wa muandamo, haijafungwa kwa mujibu wa siku. Funga ziko ambazo zimefungwa kwa mujibu wa siku, kama zile sunna za kufunga Jumatatu na Alhamis. Ulimwengu mzima wanakubaliana wenye kufunga siku hiyo wanafunga siku moja bila kuzingatia tofauti tarehe zao. Lakini kuna funga nyingine zimejifunga na tarehe bila kuzingatia siku. Kwa mfano ayyamul bidh, siku 3 za bidh katika mwezi, kila mwezi, ambazo ni 13, 14, 15. Hizi mfungaji haangalii siku, anaangalia tarehe. Inawezekana watu majira tofauti wakafunga siku tofauti, lakini tarehe ni moja wote. Kila mmoja akafunga tarehe zile zile ambazo anafunga mwingine, ingawa siku zitakuwa ni tofauti. Vile vile hili suala la funga ya siku ya Arafa, labda tumthibitishie ndugu yetu kwamba tofauti ya miandamo ilijulikana mapema sana kipindi cha masahaba. Katika sahihi Muslim kuna hadithi maarufu, hadithi ya Qurayb, maarufu ni hadithi ya Qurayb. Hadithi hii ni hivi:
Fadl mamake Ibn Abbas radhiallahu anhuma alimtuma kijana wake anaitwa Quraib kwenda Sham. Quraib huyu akaenda zake Sham. Alipokuwa Sham kule ukamfikia mwezi wa Ramadhani na yuko Sham, kisha karejea Madina kabla ya Ramadhani kuisha. Alipofika Madina pale akakutia kwamba yeye amewatangulia watu wa Madina kwa siku moja. Watu wa Madina wako 20, yeye yuko 21. Watu wa Madina wako 25, yeye yuko 26. Akaulizwa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, mata raaitumul hilal, nyinyi muliuona lini muandamo kule? Akamwambia rainao lata Ijumaa, sisi tumeuona huu usiku wa kuamkia Ijumaa. Na hapa napenda kumpata nabii ndugu yangu kwamba katika Uislamu hakuna tofauti kabisa, kwamba siku inaanza kwa kuzama jua magharibi. Ikishazama jua, siku ya mchana ule imemalizika, inaanza siku mpya ya usiku ule. Sijui kapata wapi kwamba siku inaanza ikichomoza jua, sijui kapata wapi. Inaanza alfajiri, nafaa tuletee hii habari. Katika Uislamu siku inaanza tunapojua sisi, siku inaanza kwa kuzama jua wakati wa magharibi. Ikishazama jua magharibi, ile magharibi inasaliwa ni sala ya siku mpya. Hivi ndivyo Uislamu ulivyotufundisha. Sala ya magharibi na Isha na alfajiri na adhuhuri na alasiri zote zinakuwa ni sala siku moja, kwa sababu siku inaanza magharibi. Kwa nampata nabii ndogo hii, baba akamwambia tumeuona sisi muandamo kule usiku wa kuamkia Ijumaa. Akamwambia lakini sisi hapa Madina hapa tuliuona muandamo usiku wa kuamkia Jumamosi. Damascus Syria waliuona usiku wa kuamkia Ijumaa, Madina wakaona siku ya pili yake ya kuamkia Jumamosi. Tofauti siku moja. Syria imetangulia siku moja. Na hicho ndio kipindi cha masahaba ndugu zangu Waislamu. Ilikuwa dola ni moja. Hakuna dola 2 wala 3. Wala hakuna mipaka kama ya leo. Mamlaka ni moja, lakini kila mji ulijifunga na muandamo wake. Quraib alimuuliza Ibn Abbas, awala naktafi bi ru'yati Muawiya wa siyamihi, je, hatutoshelezeki sisi kuona huu mwezi Muawiya na kufunga kwake? Akamwambia la, hakadha marana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapana, hivi ndivyo tuamrisha mtume wa Allah rehma na amani. Kwa hivyo hii ndio fahamu ya masahaba waliokuwa wema, na hakuna sahaba aliyopingana Ibn Abbas aslan. Sisi katika madhehebu baadhi tunamshukuru Allah mtukufu, hili swali khilafu yetu ipo. Je, mwezi ukionekana upande wa mashariki, wale upande wa magharibi utalazimika nao au la? Kwa sababu gani? Kwa sababu ukionekana mashariki, nchi zilizoko upande wa magharibi ya mashariki pale ulipoonekana mwezi pale, miji iliyoko upande wa magharibi yake watakuwa na haki nayo zaidi ya kuona mwezi ule. Sababu gani? Kwa sababu kila wakati ukaenda mwezi unapefuka zaidi. Ndio ni maarufu, hata katika elimu ya astronomy inafahamika masuala hayo vizuri kabisa. Na hapa napenda kumwambia ndugu yangu kwamba huwezi kabisa upinga tofauti ya majira katika kuona mwezi, labda ufanye faulu. Lakini kama hakuna faulu, haiwezekani kabisa. Kwa nini nikamwambia hivi? Kwa sababu kipindi cha kuonekana mwandamo ni kipindi cha magharibi. Nchi za mashariki kama hazikuona mwandamo, vipi utawalazimisha wao kuingia katika siku mpya?
Leo katika mwaka huu 1439 Hijiria, nchi za Asia takriban zote zimechelewa kuona muandamo wa Dhulhijja. Irani, Pakistani, India, Indonesia, Philippines, zote zimechelewa. Japani, China, Bangladesh, zote zimechelewa kuona muandamo wa mwezi. Bali nchi ambayo iko magharibi ya Saudia, kwa mujibu wa kuonekana mwezi, Morocco, hawakuona, kwa sababu wanafuatilia muandamo kikweli kweli, hawakuona muandamo katika usiku aliotangaza Saudia. Na hii ni dalili kwamba Saudia kiuhakika muandamo haukuwepo, ilitumika ushahidi wa kudanganya, au walizingatia kuzaliwa kwa mwezi na kutua kwake kabla ya jua kuzama, kwa mujibu wa elimu ya falak, bila kuwepo sharti ya kuonekana. Sawa? Na chochote unachokifanya katika elimu ya falak, wakasema kwamba tulazimike na hili, basi mambo yanabaki pale pale, tofauti ya majira inabakia pale pale, huwezi kuilazimisha. Sasa mimi napenda kumwambia kitu kimoja huyu, afahamu kitu kimoja huyu, afahamu kwamba hii ibada ya hija inafanywa pale Saudia, inafanywa Hijazi, ambayo leo inaitwa Saudia, Makkah. Sawa? Tokea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hii ibada ya hija haijafanyika hapo nje ya majira muandamo wa Makkah au Mulfura. Hakifahamu hicho kitu vizuri huyu mzungumzaji. Ilikuwa ni mwenye kufuatilia masuala ya muandamo. Swali, je, iwapo Makkah imetanguliwa katika kuonekana mwezi, kuna miji ambayo imeitangulia Makkah kuona muandamo, je, Makkah watakuwa tayari kufuata muandamo huo? Namwambia haliwezekani. Sawa? Ibn Uthaymeen anasema haiwezekani kabisa kabisa, lazima hapa hapa muandamo wetu. Miji ambayo imetangulia Makkah watafanya nini? Watapata vifuzo siku ya Arafa. Je, watafunga Arafa siku ya Idi au watafunga Arafa baada ya siku ya Idi? Swala linabakia pale pale kwamba hakuna ulazima wa kuiana siku ya Arafa katika kuifunga siku hii. Siku inajulikana kwa tarehe, haijulikani kwa ainisho la siku husika ya tokeo. Kama tokeo ni Jumatatu, hakuna ulazima kabisa kabisa kwa watu wote wafunge Jumatatu, hakuna ulazima huo, kwa sababu hii siku imefungwa kwa mujibu wa tarehe. Siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Ma huwa yaumu Arafa? Swala linakuja, ni ipi hiyo siku ya Arafa? Huwa yaumu tasi' min Dhulhijja min kulli aami, hiyo ni siku ya 9 ya Dhulhijja katika kila mwaka wa Kiislamu. Kwa hivyo rejee nafsi yake, ajue kwamba msimamo wa kufunga siku ya Arafa kitarehe ndiyo msimamo sahihi, na ndiyo msimamo wa kufanywa kazi. Nimeshangaa kuna watu wanamlaumu mufti wa Tanzania, anasema mufti wa Tanzania katangazia Idi hapa iwe ni Jumatano, hali ya kwa yeye amekwenda Saudia amefanya Idi Jumanne. Naambia kila pahala watu wanazikamatana na majira yao. Loko mufti wa Tanzania kwa Tanzania
angalazimika kufanya siku ya Idi yake ni Jumatano kwa majira Tanzania, muandamo kwa mujibu siku ya Idi kwa mujibu wa muandamo wa majira Tanzania. Kama alipokuwa Saudia analazimika kwenda kwa mujibu majira ya kule Saudia. Hadha billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu hapa Muhammad Hafidh Sawafi, hakika